Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi kwa mwaka 2026. Baba yetu anajali. Mwezi huu tumekuwa tukiangazia mada kuu isemayo maisha yangu leo, na leo ikiwa ni Februari 10, tutaenda kuiangazia mada nzuri kabisa. Mada inayosema Mungu anazidisha talanta zangu. Hebu tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uishie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Watoto wako wa kiume, watoto wako wa kike, tumekuja miguuni pako tena asubuhi ya leo. Tumekuja kujifunza neno lako. Tumekuja kuchota kutoka katika kijito chako kisichokauka. Watoto wako wanayo maombi mengi, wanaendelea kuzungumza nawe, wanazo sala, wako na dua, na wamekuja kwako maana wewe ndiye muweza wa yote. Tusikie tunapolia, uje mkombozi. Zungumza nasi asubuhi ya leo. Tulishe kutoka katika mkate wa uzima, nasi tuweze kupata uzima wa milele. Tusafishe, tutakase, tufanye kuwa watoto wako wa kiume na wa kike. Neema yako yatosha, pendo lako latubidisha. Enda nasi tunapojifunza mada hii katika jina lake Yesu Kristo, amina. Leo ni Februari 10, mada ikisema Mungu anazidisha talanta zangu. Mathayo Mtakatifu sura ya 25 aya ile ya 21, neno la Mungu linasema, Vema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Mungu ametupatia talanta ili tuzitumie kwa ajili yake. Humpatia mmoja talanta 5, mwingine 2 na mwingine 1. Hebu yule aliyepewa talanta 1 asikusudie kuificha mbali na Mungu. Bwana anajua mahali ilipofichwa. Anajua kuwa haifanyi chochote kwa ajili yake. Bwana atakapokuja atamuuliza mtumishi wake, umetumiaje talanta nilizokupatia? Na yule aliyepokea 5 na yule aliyepokea 2 wakimwambia kwamba kwa kufanya biashara wamezizidisha talanta zao. Naye atawaambia, Vema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Ndivyo atakavyomwambia yeye aliyeendeleza talanta 1 aliyomkopesha. Kwa yule aliye na talanta 1 tu, ningemwambia, Je, unajua kwamba talanta 1 ikitumiwa vizuri na kuendelezwa italeta kwa Bwana talanta 100? Kwa jinsi gani? Unauliza. Itumie karama yako katika uongoaji wa mtu mmoja mwenye uwezo mkubwa kiakili, ambaye anaona kile Mungu alicho kwake na vile apaswavyo kuwa kwa Mungu. Mwache ajisogeze karibu na Bwana, na anapokuwa akitoa nuru kwa wengine, atakuwa njia ya kuwaleta watu wengi kwa Mwokozi. Kwa njia ya utumiaji sahihi wa talanta 1, roho 100 zinaweza kuupokea ukweli. Sio wale walio na idadi kubwa ya talanta ambao wanaambiwa vyema sana, bali kwa wale ambao wamezitumia karama zao kwa unyoofu na uaminifu kwa ajili ya Bwana. Kuna kazi kubwa ya kukamilishwa katika ulimwengu wetu,
na tutatoa hesabu kwa kila mwonzi wa nuru ambayo uliangaza njiani mwetu. Wapatie wengine nuru hiyo, kisha utapokea nuru zaidi ili kuwapatia wengine. Baraka kuu itawajia wale ambao huzitumia talanta zao vizuri. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni tarehe 10 ya mwezi wa pili wa mwaka 2026. Tumeiangazia mada inayosema Mungu anazidisha talanta zangu. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza